Bwana Yesu asifiwe sana. Ni siku nyingine tena ya mwisho ya Ijumaa ambayo Mungu ametupenda. Tumeamka salama tena. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Awali ya yote ninamshukuru Mungu kwa ajili ya afya njema na kwa ajili ya afya yako wewe msikilizaji. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Kwa sasa hivi tutakwenda kuomba kwa ajili ya baraka na neema. Baba Mungu, katika jina la Yesu ninaomba neema na kibali na baraka yako Bwana kwa sahihi, na wakati tunapokwenda kujifunza neno lako, ikiwa leo ni hitimisho la somo letu la ukombozi wa hatima, tutakuwa na maombi makubwa ya kuhakikisha hatima zetu zinarejeshwa na kurudishwa katika jina la Yesu aliye hai. Asante Bwana kwa ajili ya saa hii. Asante Bwana kwa ajili ya wakati huu. Tunajikabidhi mikononi mwako, ni katika jina la Yesu. Amen. Basi mpendwa, naomba ukae mkao wa kula. Kama mkao wa kula, somo letu tunaendelea nalo ambalo leo ni hitimisho, ambalo lilikuwa linazungumzia mafanikio yako hayawafurahishi wengine. Tupo kwenye somo la wiki ambayo inahusiana na ukombozi wa hatima. Ukombozi wa hatima, kama kila mwanadamu aliyezaliwa chini ya jua kuna hatima alionayo. Kwa huwa inapingwa sana kulingana. Kwa hiyo maisha yako wewe yatapingwa, au changamoto unazopitia wewe ni kwa sababu ya hatima yako uliyobeba. Kwa katika hitimisho leo katika somo letu tunalosema tulikuwa tunatembea nalo kwa siku kadhaa, kama mafanikio yako yafurahishi wengine. Hitimisho kabisa unaweza kaandika kwamba tukiwa waaminifu katika Mungu tutaweza kushinda hila za shetani. Unaweza kaandika hitimisho kwamba tukiwa waaminifu katika Mungu tutaweza kushinda mipango ya shetani. Tukiwa waaminifu katika Mungu tutaweza kuishinda mipango ya shetani. Unaweza kaandika kitabu cha Warumi sura yake ya 8 na mstari wa 35 hadi kuendelea. Tukiwa waaminifu katika Mungu tutaweza kushinda hila au mipango ya shetani. Kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 35. Utaandika kitabu cha Isaya sura ya 54 na mstari wake wa 15 hadi 17. Nitasoma kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari wa 35. Twende pamoja. Kitabu cha Warumi sura ya 8, tunakwenda kumalizia leo. Tutaomba sana kwa ajili ya kukomboa hatima zetu zilizofungwa, hatima za watoto wetu, hatima za biashara, hatima za uzao, hatima za mafanikio. Tutakwenda kuomba sana. Basi tusome hiyo Warumi sura ya 8 na mstari wa 35. Tunahitimisha kwamba tukiwa waaminifu katika Mungu tutaweza kushinda mipango ya shetani. Rumi 8:35 inasema hivi. Inasema ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Je, ni dhiki au shida au wadha au njaa au uchi au hatari au upanga? Tutakwenda mpaka 37. Nitakwenda 37. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Tutakwenda kusoma pia Isaya 54 na mstari wa 15 hadi 17. Isaya 54 mstari wake wa 10. Isaya 54 na mstari wa 15 hadi 17. Tazama, yamkini watakusanyana, lakini si kwa shauri langu. Watu wote watakao kusanyana juu yako wataanguka kwa ajili yako. Tazama, nimemuumba muhunzi avukutaye moto wa makaa, akatoa silaha kwa kazi yake. Nami nimemuumba mharibu ili haribu. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Huu ndio urithi kwa watumishi wa Bwana, na haki yao inayotoka kwangu mimi, asema Bwana. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba unapokuwa mwaminifu kwa Mungu, hakuna hila yoyote, hakuna mpango wowote unaweza kufanikiwa kwenye maisha yako. Ninaposema kwamba hakuna mpango wote unaweza kufanikiwa kwako, lazima ujue kwamba ipo mipango inapangwa kwako. Lazima ujue kwamba iko mipango inapangwa kwa ajili ya watoto wako na kwa ajili ya familia yako. Ndio maana hapo mwanzo nikasema kwamba hatima yako wewe imeshaonekana, kwamba mafanikio yako wewe yameshaonekana. Yaani maisha yako wewe yameshaamliwa kabla haujazaliwa. Yaani haujazaliwa tayari mafanikio yako yameshaonekana. Kwa hiyo sasa shetani anachokifanya ni kupanga hila na mipango mibaya juu yako. Lakini tumeona kama hitimisho letu la somo letu kwamba ukiwa mwaminifu
cha kufanya kuwa mwaminifu kwako, uwe mwaminifu na Mungu. Unapokuwa mwaminifu kwa Mungu, ukatembea katika sheria ya Bwana, ukatembea katika njia za Bwana, Biblia inasema kwamba kila silaha itakayofanyika kwako haitafanikiwa. Iwe silaha ya kurudisha nyuma, iwe silaha ya kufanya ufilisike, iwe silaha ya kufanya ufilisike, ufukuzwe kazi, haitafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kikubwa uwe mwaminifu kwa Mungu. Kikubwa tembea katika sheria za Mungu. Ile Zaburi ya kwanza na mstari wa kwanza. Zaburi ya kwanza na mstari wa kwanza. Ukiendelea kusoma pale nasema heri mtu yule asiyeketi barazani pa wenye mizaa, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo. Anasema mtu huyo atastawi hata katika ukame, yani hata kipindi cha kiangazi. Jua linapokuwa kali, majani yanyauka, kila kitu kinanyauka, wewe hautanyauka kwa jina la Yesu, utastawi. Endelea kuwa mwaminifu kwa Mungu aliye hai, utastawi. Utanyauka, utastawi sana, utaongezeka sana. Ninaongea na mtu mmoja hapa ambaye anatamani kuongezeka leo, anatamani kuikomboa hatima yake leo. Hatima yako leo inakwenda kukombolewa. Hata kama aliyezika hatima yako ameshakufa miaka 100 iliyopita, leo Ijumaa hii iliyotukuka na asubuhi njema, hatima yako inakwenda kutoka kwa jina la Yesu. Sema amina kwa jina la Yesu. Nasemaje? Hata kama aliyehiba nyota yako amekufa karne 1 iliyopita au miaka 1000 iliyopita, leo unatoka kwa jina la Yesu. Leo unachomoka kwa jina la Yesu. Hatima ya mtoto wako inachomoka, nyota yako inatoka, nyota ya biashara yako inatoka, nyota ya kutawala, nyota ya kumiliki inatoka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuendelea kutembea katika njia za Mungu, anasema katika yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye Yesu aliyetupenda. Wewe ni mshindi kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe sio wa kushindwa. Wacha waloge, wacha wachutame, wacha watumie staili zote, lakini hawatafanikiwa kwako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe ni mshindi na zaidi ya mshindi. Wewe ni mtu mshindi. Wewe ni mtu mkubwa. Wewe ni mtu mwema. Ninaongea na mama mmoja ambaye kajikatia tamaa kwa sababu biashara yake imeshalogwa, hatima yake imezikwa. Akianzisha biashara inakufa, akianzisha kazi anafukuzwa, akiajiriwa anafukuzwa. Naongea na mama mmoja akiolewa tu tayari mifarakano, anaachika. Naongea na wewe kwamba usikate tamaa, usivunjike moyo. Siku yako ya ukombozi ni leo. Hata kama waliozika nyota yako, waliozika ile nini ya kuolewa kwamba uachike, hautaachika tena kwa jina la Yesu. Leo ni Ijumaa ya hitimisho, tutakwenda kuachilia kishindo cha wakoma kwenda kukomboa nyota yako. Kokote liko zikwa, tutaachilia kishindo cha wakoma, kitakwenda kutikisa miamba, na miamba itakwenda kuachilia, na nyota yako itatoka. Hata kama hatima yako imezikwa kwenye mapango, imezikwa kwenye makaburi, kokote liko fichwa, tutakwenda kuachilia malaika wa vita. Tumesoma ile siku ya kwanza Jumatatu, Mungu aliachilia malaika wa vita Mikaeli kwenda kuikomboa hatima ya Danieli. Kwa hiyo tutakwenda kumwachilia malaika, tutamtuma malaika Mikaeli wa vita. Tutakwenda kumwachilia malaika Mikaeli wa vita, tukamwambia kashughulike na anayeshughulika na hatima yako, aliyeshikilia ndoa yako, aliyeshikilia cheo chako, aliyeshikilia biashara yako. Tutamtuma malaika Mikaeli, atakwenda kushughulika na watu, watakwenda kukomeshwa na hawatainuka tena kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Sema haleluya. Wataanguka kwa jina la Yesu. Nasikia upako wa kwenda kuomba. Ninasikia upako wa kwenda kuomba. Nasikia upako wa kwenda kukuombea. Nasikia upako wa kwenda kuombea watoto wako. Naona watoto wako wakifanya mitihani wanaferiferi. Unajiuliza kwa nini watoto wangu wanaferiferi? Kumbe kuna watu wameshachezea akili zao. Wameshaona watoto watakuwa madiwani, watakuwa wabunge, watakuwa mawaziri. Haujasoma habari za Yusufu. Yusufu anapouzwa na ndugu zake, kumbe Yusufu amebeba hatima ya kuikomboa dunia na njaa. Kwa ndugu zake wanaanza kumuuza na miaka 17 anauzwa. Kumbe Yusufu amebeba kitu kikubwa. Kwa hiyo
Kipindi kile aliona ni mateso, ananyanyasika, anateseka, lakini kumbe Mungu alikuwa amepanga mpango mwema kwake. Yusufu alikuwa amebeba hatima kubwa ya kuikomboa dunia na njaa. Mungu akaja kumfanya kuwa waziri mkuu. Kumbe vita yake ilikuwa kwa sababu ana cheo cha waziri mkuu, ndio maana vita ikawa kubwa, akatiwa gerezani, akasingiziwa amembaka mke wa bosi. Kumbe hajabaka, ni kwa sababu ya kile alichokibeba, mateso kama mengi. Lakini Mungu akiweka upande wako, ni nani aliye juu yako? Zaidi ya yote tunashinda, na zaidi ya kushinda kwa yale aliyetupenda. Wewe ni mshindi, usiogope. Usivunjike moyo, usikate tamaa. Maisha ni magumu, ndio. Umekataliwa, umetengwa, unasema vibaya, ni kwa sababu tayari nyota yako imeshachukuliwa, hatima yako imeshafungwa. Hatima yako imefungwa, kibali chako kimefungwa, kile unakokwenda huonekani. Wamechukua kile kilicho chako, wamechukua. Leo tutakwenda kurudisha kile kilicho chako, tutakwenda kukirudisha, kitarudi mikononi mwake mwenye kukimiliki. Mwisho kabisa tunapokwenda kuomba Zaburi ya 128 na mstari wa 2. Zaburi ya 128 na mstari wa 2 imeandikwa, hakika taabu ya mikono yako utaila, utakuwa heri na kwako kwema. Utakula mafanikio ya watoto wako, utakula mafanikio ya biashara yako. Hautafilisika, hautaishia njiani, hautazaa mapoza. Mungu ataiponya biashara yako na mapoza, ataponya ndoa yako na mapoza. Hautakufa kufa tena, hautakufa kufa tena, hautazaa mapoza. Wewe ni mshindi. Hatima yako leo tegemea kwenda kuikomboa na itakombolewa. Naomba usimame hapo ulipo sasa, kama upo kwenye nyumba yako, upo kwenye sehemu yote, una simu yako, upo kwenye usafiri, utafuatisha maneno haya, omba. Kama upo kwenye usafiri utasema kimoyo moyo, Mungu wetu anaangalia neno lake, anaangalia, anachunguza mioyo ya watu. Naomba mtumishi wa Mungu karibia, tukaungurumishe moto wa nguvu kweli kweli, ili kwamba hatima za watu zipate kurejeshwa. Tupate kurejeshwa. Una hatima za watu zimefungwa, kuna hatima za watu zimezuiliwa. Wangekuwa shafanikiwa, shafika mbali, lakini watu wamezuiliwa hatima zao, wametekwa hatima zao. Baba, karibu sana. Amen. Napokwenda kungurumisha. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtumishi wa Mungu, kama mtumishi wa Mungu alivyokuwa anazungumza na amesema neno la msingi, ambalo wako watu ambao wametekwa, wamekamatwa, wamefungwa, wameshikiliwa hatima zao. Kutakuwa na haya maombi, na tunamwamini Mungu wetu ni Mungu anayesikia, na tutaenda kuomba kwa kile ambacho anakisema mtumishi wa Mungu. Natamani kila mmoja uombe, mwambie natoka, nachomoka, hatima yangu haitazuiliwa, hasintawekewa mipaka. Kwa hiyo nataka tukaombe, na tunamwamini Mungu ni Mungu wetu anayesikia. Anasema niliangalia neno lake lipate kulitimiza. Isaya 55:11. Neno la Mungu likienda halitarudi bure. Kwa nataka tulitume neno la Mungu afu tukaombe. Tuseme Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya wema wako. Asante Bwana kwa ajili ya asubuhi ya leo. Umetupa neema na kibali wiki nzima kulisikia neno lako kwa habari ya hatima. Yes. Ziko roho ambazo adui ameziachiria juu ya maisha yetu, na kutufunga na kutukamata na kufunga hatima zetu na kufunga mafanikio yetu. Wako watu waliotuonea wivu, wakachukia, wakatamka maneno mabaya, wakainuka wakatushikilia kwenye ulimwengu wa roho. Na yamkini wako wengine waliotuendea kwa waganga, wakatoa sadaka na makafara. Asubuhi ya leo tunasimama kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Baba, umesema kwenye neno lako, kwenye neno lako, kwenye Ufunuo wa Yohana 12 ule mlango wa 11, Baba umesema tutamshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo. Tutashinda mapepo kwa damu ya mwana kondoo. Tutashinda waganga kwa damu ya mwana kondoo. Kila uchawi, kila uganga uliofanyika kwa siri, leo hii tunakataa, tunapiga, tunavunja, tunang'oa, tunaharibu kila connection za kipepo. Toka, achia maisha, achia uzao, achia watoto, achia uchumi, achia kazi, achia ajira. Hiyo roho ya kushindwa, hiyo roho ya kukataliwa, hiyo roho ya mapepo, ya uchawi, ya kuchukiwa, hamtaniweza. Nakataa leo, napangua leo kila ajenda ya siri, ya kushindwa, ya kukataliwa, mapepo,
majini, uchawi, toka, achia. Imeandikwa kwenye Hesabu 23 mlango ule wa 23, hakuna uchawi wala uganga juu yangu mimi na watoto wangu. Hebu omba katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, hatima ya mama huyo, rikoshete hatima ya mtoto huyo, iliyofungwa kwenye mapango, iliyofungwa kwenye mashimo, iliyofungwa kwenye mapango vizuri kwa habari hatima. Unajua ni wapi ambapo unaona umekwama leo. Hatima baba huyo iliyofungwa kwa jina la Yesu. Hatima ya ukombozi wake, hatima ya kuongezewa cheo, hatima ya kupandishwa cheo. Ninaamuru hatima yako ikafuchiliwe. Ninaamuru hatima yako Bwana ikapate kufunguka kwa damu ya Yesu hai. Ninaiachilia hatima yako ya kuongezewa cheo, ya kupandishwa cheo, ya watoto wako kusoma vyeo na vyeo. Tunapangua, tunang'oa leo kata hiyo roho, pangua hiyo roho, vunja hiyo roho kwa damu ya Yesu. Ninakataa kila laana, ninakataa kila ubaya, ninakataa kila uharibifu, watoto, acha familia, acha hatima ya binti huyu, kwa damu ya Yesu. Ninakataa kwa damu ya Yesu, ninapomoa, ninaangusha yeyote aliyepambana na hatima yako, yeyote aliyerudisha hatima yako nyuma, anaanguka mbele yako, anapigwa mbele yako, anaanguka mbele yako, anaanguka mbele yako, anaanguka, neno la Bwana, upanga ukatao, unatoka kwenye mapango yao, kwenye mashimo yao, kwenye makaburi yao, wamezika hatima yako kwenye makaburi, kwenye mapango, unatoka, unachomoka kwenye mapango yao, kwenye mapango yao, tunaita nafsi yake, tunaita jina lake, walikomshikilia makaburini, kwenye milima, ndio kwenye mapango, tunamwita, tunamchomoa leo, tunamwita sasa kwenye asubuhi leo, tunamwita asubuhi leo, nyota tunaita kibali, tunaita nafsi kwa damu ya Yesu, ya biashara, unatoka kwa damu ya Yesu hai, tunamwita, unatoka na akawe huru, unatoka kwa jina Yesu, tunaita hilo jina hatamshikilia tena, damu ya Yesu. Tunaita hiyo nafsi haitatekwa tena, unatoka, akawe huru leo, ndio unatoka, akawe huru, tunamuita leo, tunaita jina hiyo ndoa, tunaiita hiyo nyota, tunaita hicho kibali, tunakiita hiyo kibali, tunaita kibali chake kikarudi, hiyo nyota ikarudi, hiyo nafsi ikarudi, na akawe huru kwa jina Yesu, kwa damu ya Yesu. Na kwa asante Bwana, tunakushukuru Bwana Yesu, tunakushukuru sana kwa ajili ya watumishi wako hao ambao wamefunguliwa. Bwana, asante kwa ajili ya mtumishi wako ambao umemtumia kama chombo ndani ya wiki hii nzima. Bwana, watu wamefunguliwa, watu wameponywa, watu wameinuliwa, watu wamebarikiwa. Asante kwa ajili ya hatima ambazo zimerudi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, amen. Basi karibu mtumishi wa Mungu kwa ajili ya kuombea sadaka. Karibu. Basi leo ilikuwa ni hitimisho letu. Naomba ushike sadaka yako nzuri, tamka maneno kwa ajili ya ukombozi wa hatima. Utakwenda kufuatisha maneno haya, sadaka yako hiyo kwa ajili ya ukombozi wa hatima. Tamka katika nyanja zote, tamka, usiache kutamka, usiache kuisemelezea. Unaposemelezea ile sadaka itaendelea kuzungumza. Sadaka ya Dorcas ilizungumza, japo alikuwa amekufa lakini ilizungumza. Sadaka ya Habili alikuwa amekufa lakini anasema mpaka sasa inazungumza. Kwa naomba na wewe utamke neno kupitia sadaka yako ili iendelee kuzungumza, hatima yako kurejea na kustawi na kuongezeka. Baba Mungu, katika jina la Yesu ninaamuru baraka na neema na kibali kupitia sadaka ya mpendwa huyu, ya mama huyu, ya baba huyu, ya kaka huyu. Sadaka yake ametoa kwa moyo wa kupenda. Mungu, sadaka hiyo ikalete matokeo ya kurejesha hatima yake, ikalete matokeo ya kurudisha nyota yake, ya kurudisha kibali chake, ya kurudisha baraka yake, ya kurudisha hatima yake. Hatima yake tunaamuru irudi sasa kupitia sadaka hiyo, ikanene, ikazungumze tangu sasa na hata milele. Amen. Amen. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Mungu akubariki sana watumishi wa Mungu. Nashukuru sana kwa ajili ya huduma kubwa. Watu wamefunguliwa. Tumeendelea kupokea shuhuda tangu Jumatatu. Usiache kuendelea kucomment hapo chini. Lakini pia tunaendelea kuomba, na usiache kuendelea kufuatilia mafundisho yetu. Lakini pia tenga ratiba zako kila siku Jumatatu tena mpaka Ijumaa asubuhi. Lakini usiku pia tunakuwa live online, tunakuwa online
pia usiache kuendelea kujiambatanisha na maombi haya. Share link na marafiki zako. Wale ambao mnahitaji maombi, unaweza kutuma message ama ukatuma kupitia namba za simu zinazopita hapo, nahitaji kuombewa hiki, na watumishi wa Mungu tupo, tutaendelea kukuombea. Mungu akubariki, Mungu akutunze, uwe na asubuhi njema. Amen. 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 Mungu akubariki sana mtumishi. Mungu akutunze. Amen.